Mwenyezi Mungu alipotaka kumpandisha mbinguni Nabii Isa bin Maryam, yaani Yesu mwana wa Maryam alayhi salam, nabii aliwatokea wafuasi wake katika nyumba aliyokuwa wamekusanyika, wakiwa wanaume na wawili miongoni mwa wanafunzi wake wa karibu, Hawariyun. Alijitokeza kupitia uwazi katika nyumba hiyo, na kichwa chake kilikuwa kinatirisha maji kana kwamba ametoka kuoga. Akawaambia, hakika miongoni mwenu kuna atakayenikataa mara 12 baada ya kuniamini kwa imani ya kweli. Kisha akauliza swali la mtihani mkubwa, ni nani miongoni mwenu atakayetiwa mfano wangu, aonekane kama mimi, akauawa badala yangu, na atakuwa rafiki yangu katika daraja la peponi? Watu wakanyamaza mwanzoni, kisha kijana mmoja mdogo miongoni mwao akasimama. Isa alayhi salamu akamwambia, kaa chini. Akakaa. Akarudi swali tena. Yule kijana akasimama tena kwa hamu kupata fadhila za shahada. Isa akamwambia tena, kaa. Akakaa. Mara ya tatu aliporudia swali, kijana yule yule akasimama tena kwa thabiti. Akasema, mimi Nabii Isa alayhi salamu. Akamwambia, wewe ndiye. Mwenyezi Mungu akamweka kijana huyo mfano wa Isa alayhi salamu, akafanana naye kabisa kwa sura na umbo, huku Isa alayhi salamu akiinuliwa mbinguni kupitia uwazi wa dira ya nyumba hiyo kwa namna ya ajabu anayojua Allah pekee. Walipokuja Mayahudi kumtafuta Isa, walimkuta yule kijana aliyefanana naye, wakamdhania ndiye Isa. Wakamkamata, akamuua na kumsulubisha, hivyo yeye ndiye aliyeuawa badala ya Isa alayhi salam. Baada ya hapo, baadhi waliokuwa wamemwamini Isa walimkufuru, na kufuru hiyo ikatokea mara 12 baada ya imani. Kisha watu wakagawanyika katika makundi matatu kuhusu Isa alayhi salamu. Kundi moja likasema, Mungu alikuwa pamoja nasi kisha akapanda mbinguni. Hawa ni Yakubia. Kundi la pili likasema, Isa ni mwana wa Mungu, alikuwa nasi kisha akainuliwa. Hawa ni Nasturia. Kundi la tatu likasema, Isa ni mja Mwenyezi Mungu na mtume wake, alikaa nasi kadri Allah alivyotaka kisha akainuliwa. Hawa ni Waislamu. Makundi mawili yalipotoka akashirikiana dhidi ya kundi la Waislamu, wakawashinda na kuwaua. Haki ikiendelea kufichika na athari za Uislamu zikawa dhaifu, mpaka Mwenyezi Mungu alipomtuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam akadhihirisha dini kwa kupitia yeye na kuisimamisha hoja. Kisa hichi kimepokelewa kutoka kwa Ibn Abbas radhiallahu anhu. Hukumu wanazuoni wa hadithi, isnadi yake ni sahihi. Kama umesikiliza kisa hiki mpaka mwisho, basi usiondoke bure, bali cha athari njema kwa kuandika moja miongoni mwa majina matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala.